أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu, shukrani zote na kila sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba na mlezi wa kila kitu, pia mfalme pekee mwenye kudumu duniani na akhera. Salam na amani zimwendee mbora wa daraja na mtukufu wa umma huu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sahaba zake na wote wanaojitahidi katika kuhuisha na kusimamisha haki, uadilifu na amani mpaka siku ya kiyama. Amin. Karibuni ndugu zangu katika mada muhimu sana ya uchambuzi wa matokeo ya somo la dini. Lakini kabla yote naomba nitumie fursa hii kuwakumbusha wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushiriki sensa kuhesabiwa siku ya Jumanne tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2022 kwa maendeleo yetu. Ndugu zangu, bila ya kupepesa maneno, matokeo ya somo la maarifa ya Uislamu Tanzania ni msiba, ni msiba, ni msiba. Na kila mwaka ni zaidi ya msiba. Kwa niaba ya taasisi ya Mafanikio Foundation na taasisi ya Ikra Foundation ya jijini Mwanza chini ya kiongozi Brother Juma Nchia na kupitia ZVP Online TV tunakuletea uchambuzi yakinifu wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania. Ndugu zangu, tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2022 Baraza la Mitihani la Tanzania kupitia kwa kaimu katibu mtendaji ndugu Athmani Esi Amasi liliidhinisha kutangazwa rasmi matokeo ya mtihani wa kidato cha 6 uliofanyika kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 27 Mei 2022, ambapo jumla ya watahiniwa 95,826 walisajiliwa, ambapo watahiniwa 94,456 walifanya mtihani na watahiniwa 93,136 walifaulu. Ufaulu kwa mwaka huu umepanda kwa asilimia 0.25 kulinganisha na mwaka 2021. Kwa mwaka huu shule zilizofanya mtihani ni shule 837. Kati ya shule hizi 837, shule 193 ni zenye watahiniwa chini ya 30 na shule 644 ni zenye watahiniwa kuanzia 30 na kuendelea. Ndugu zangu, karibu kwenye uchambuzi yakinifu kwa jicho la Kiislamu kwa matokeo ya elimu ya dini ya Kiislamu. Awali naomba niseme nini maana ya jicho la Kiislamu. Jicho la Kiislamu maana yake ni kuyaangalia mambo kwa ufanisi wa hali ya juu ili kupata uhalisia wake na utatuzi wake kwa misingi ya haki, uadilifu na amani. Ndugu zangu, tunachambua somo moja la elimu ya dini ya Kiislamu. Islamic knowledge ni somo linaloongoza kufelisha Tanzania kwa zaidi ya miaka 5 sasa mfululizo. Narudia, Islamic knowledge ndilo somo pekee linaloongoza kufelisha Tanzania kwa zaidi ya miaka 5 mfululizo. Mpaka sasa Islamic knowledge kidato cha 6 katika mitihani yake hakuna A. Mpaka sasa hakuna B. Na C inazozipata somo hili la Islamic knowledge ni C chache zenye kubebeka kwenye kucha. Kwa mfano, tunazo ripoti, na ripoti hizi zinatoka kwenye ripoti za Baraza la Mitihani. Zote hizi ni ripoti za Baraza la Mitihani Tanzania. Hizi ni uchambuzi wa elimu ya dini ya Kiislamu kuanzia mwaka 2010 mpaka 2021 kwa kidato cha 4 na kidato cha 6 mpaka mwaka 2022. Katika mtihani wa kidato cha 6 elimu ya dini ya Kiislamu mwaka 2019 nchi nzima ilikuwa na C 13, ilikuwa na D 117, ilikuwa na E 305, ilikuwa na S 164, alafu ilikuwa na F 264. Wakati 2019 matokeo ya Islamic knowledge yakiwa hivi, tunao ndugu zetu wa divinity, maana yake Bible knowledge. Bible knowledge walikuwa na A 2, B 39, C 157, D 239, E 298 na S 126 na F 91.
Haya ni matokeo ya mwaka 2019. 2020 Islamic Knowledge haikuwa na A nchi nzima, haikuwa na B, ilikuwa na C 9, ilikuwa na D 117, ilikuwa na A 368, ilikuwa na S 223, ilikuwa na F 300. Kwa ndugu zetu Divinity Bible Knowledge walikuwa na A 1, walikuwa na B 25, walikuwa na C 154, wakati Islamic Knowledge ina C 9. Walikuwa na D 279, walikuwa na E 318, walikuwa na S 147, walikuwa na F 154. Mwaka 2021, mwaka jana, matokeo ya Islamic Knowledge nchi nzima hapakuwa na A, hapakuwepo Islamic Knowledge. Bible Knowledge ilikuwepo A 1. Islamic Knowledge hapakuwa na B. Bible Knowledge zilikuwepo B 24. Islamic Knowledge ilianza C 7. Bible Knowledge walikuwa na C 61. Elimu ya dini ya Kiislamu ilikuwa na A 260. Bible Knowledge zilikuwa A. D mwaka 2021 Islamic Knowledge D zilikuwa 70. Bible Knowledge zilikuwa D 146. Kulikuwa na A ya Islamic Knowledge 260. Islamic Knowledge zilikuwa, Bible Knowledge zilikuwa A 247. Kulikuwa kuna S za Islamic Knowledge 165. Kulikuwa kuna S za Bible Knowledge 120. Waliofeli Islamic Knowledge wa Islamu ilikuwa ni 321. Waliofeli Bible Knowledge walikuwa ni 232. Haya ndio matokeo ya nyuma. Matokeo ya mwaka huu Islamic Knowledge nchi nzima, Islamic Knowledge nchi nzima mwaka huu hakuna A. Ndugu zetu Bible Knowledge wana A 2. Wana A 2. Shule za Bible Knowledge zilizopata A, tunayo shule ya Mafinga Seminari ipo Iringa. Tunayo pia shule zilizopata A za Bible Knowledge, kuna Consolata Sekondari ipo Iringa. Wao wana A 2. Islamic Knowledge mwaka huu hakuna B. Bible Knowledge wana B 45. Islamic Knowledge mwaka huu tuna C 12 nchi nzima. Bible Knowledge kuna C 189. Islamic Knowledge kuna D 112. Bible Knowledge kuna D 234. Islamic Knowledge kuna A 221. Bible Knowledge kuna A 175. Islamic Knowledge kuna S 94. Bible Knowledge kuna S 39. Islamic Knowledge waliofeli ni wanafunzi 239. Bible Knowledge ni wanafunzi 69. Tunalinganisha hivi ili mtu ione ile hali ya elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania. Haina A, haina B, na matokeo yake ni hayo. Kwa mwaka huu 2022 shule zilizofanya elimu ya dini ya Kiislamu ni shule 30 Tanzania nzima, Zanzibar na bara. Katika shule hizo, shule zilizopata C, yani kupata hiyo C, ni shule ya Kilakala Sekondari Morogoro, ilikuwa na C 1. Bondeni Sekondari Arusha, kulikuwa kuna Al-Khair Islamic Girls Tanga, kuna Mudio Islamic Kilimanjaro, kuna Mudio Islamic ya Kilimanjaro, kuna Kirinjiko Islamic ya Kilimanjaro ambayo yenyewe ilipata C 4. Tuna Benjamin William Mkapa ya Dar es Salaam ina C 1. Tuna Tambaza Sekondari Dar es Salaam ina C. Tuna Jangombe Sekondari ya Mjini Magharibi ina C, na tuna shule ya Ambasha Islamic ya Kaskazini Pemba ina C. Hayo ndiyo matokeo ya waliopata C. Ama shule 10 bora za somo la elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania, Advanced Islamic Knowledge. Shule ya kwanza ni Mahiwa Sekondari, ipo Lindi, alifanya mwanafunzi mmoja na akapata D. Shule ya pili ni Kilakala Sekondari, ipo Morogoro, walifanya wanafunzi 6, kuna C 1, D 3 na E 2. Shule ya tatu ni Al-Khair Islamic, ipo Tanga. Shule ya 4 ni Juhudi Al-Khair Tanga, walifanya wanafunzi 18, kuna C 1, D 6 na E 7, S 4. Kuna Juhudi Sekondari ipo Dar es Salaam, walifanya wanafunzi 8, kuna D 3, E 5. Kuna Benjamin William Mkapa ya Dar es Salaam, walifanya wanafunzi 19, kuna C 1, kuna D 7, kuna E 9, kuna S 1 na kuna F 1. Kuna Bondeni Sekondari iliyopo Arusha,
kuna D walifanya wanafunzi 6, kuna C1, D1, E1, F3. Kuna shule ya Mchanga Mdogo sekondari ipo kaskazini Pemba, walifanya wanafunzi 7 mtihani, wana D2, wana E4 na wana S1. Ipo shule ya Idrisa Abdul Wakili sekondari ipo kaskazini Pemba, walifanya wanafunzi 7, wana D5, wana F2. Na shule ya 9 ni Jangwani sekondari iliyoko Dar es Salaam, walifanya wanafunzi 15, kuna D5, E7, S2 na F1. Na shule ya 10 kwa Tanzania ni Kirinjiko Islamic iliyopo Kilimanjaro, walifanya wanafunzi 70, kuna C4, D18, E34, S4, F12. Hizo ndio shule bora 10 bora za somo la elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania. Lakini kuanzia shule ya 11 mpaka ya mwisho ni zifuatazo. Sasa kwa sababu ya muda hatutazitaja hizi matokeo, tutazituma inshallah hapa kwenye kioo. Tunatambaza sekondari ya Dar es Salaam, walifanya wanafunzi 8, ni shule ya 11. Shule ya 12 ni Abudi Jumbe Mwinyi, ipo mjini Magharibi. Tuna shule ya Forest Hill, ni shule ya 13 iliyopo Morogoro. Tuna shule ya Jangombe sekondari ipo mjini Magharibi. Tuna shule ya Msangeni sekondari ipo Kilimanjaro. Shule ya 16 ni Zanaki sekondari ipo Dar es Salaam. Shule ya 17 ni Mudio Islamic iliyopo Kilimanjaro. Shule ya 18 ni Pemba Islamic College iliyopo kaskazini Pemba. Shule ya 19 ni Shamiani sekondari iliyopo kusini Pemba. Shule ya 20 ni Usagara sekondari iliyopo Tanga. Shule ya 21 ni Ambasha Islamic ipo kaskazini Pemba. Shule ya 22 ni Al-Haramain Islamic ipo Dar es Salaam. Shule ya 23 ni Ueleni sekondari ipo kusini Pemba. Shule ya 24 ni Takwa sekondari iliyopo Mwanza. Shule ya 25 ni Ilala Islamic iliyopo Dar es Salaam. Shule ya 26 ni Ubungo Islamic iliyopo Dar es Salaam. Shule ya 27 ni shule ya Al-Faruku Seminari iliyopo Dar es Salaam. Shule ya 28 ni Neluka sekondari au Muzdalifa sekondari iliyopo Dar es Salaam. Shule ya 29 ni Kunduchi Girls Islamic iliyopo Dar es Salaam. Na shule ya 30 ni shule ya Amana Islamic Mtwara. Ndugu zangu, hali ipo hivyo. Na hizi shule nyingi hakuna A, hakuna B, hakuna C, hakuna D zingine. Msiba mkubwa, shule zetu 10 bora zenye watahiniwa wengi na shule 10 bora zenye watahiniwa wachache za Kiislamu, maana yake shule bora 20 kwa matokeo ya masomo mengine za Kiislamu. Matokeo ni mabaya sana kwenye shule zetu za Kiislamu. Nyingi hazikuandika mtihani wa dini, lakini ya pili zilizoandika matokeo ni mabaya. Kati ya shule bora za Kiislamu 20 zilizoandika mtihani ni 8, na matokeo yake ni C6, D30, E74, S22, F81. Ndugu zetu, binafsi tunatambua na kupongeza juhudi na uwepo wa shule zetu za Kiislamu au za Waislamu. Pia tunatamani sana na kuomba na kushauri shule zetu za Kiislamu ziwe na ufanisi na upekee, hasa wa mambo yafuatayo. Kwanza, yale malezi bora ya aina 9 yatolewe kwenye shule zetu za Kiislamu. Lakini pili, ubora wa elimu ya muongozo. Kuwe na kipaumbele kwenye shule zetu za Kiislamu la somo la dini, na ikiwezekana ziwe za mfano. 3, uhifadhishaji wa Qur'ani kwenye shule zetu za Kiislamu. Na 4, tunachokitamani ni uinuaji wa vipaji vya watoto wetu. Ya 5 ni matokeo bora ya masomo. Na mwisho la 6 tunalotamani kwenye shule zetu za Kiislamu ni kuwa kimbilio na tumaini la wafanyakazi. Ndugu zangu, hii itasaidia kuondoa mshangao huu wa shule zetu za Kiislamu kufeli zaidi na baadhi kukimbia kabisa somo la dini. Ndugu zangu watukufu na watazamaji wa uchambuzi wa matokeo haya, hali ya matokeo ni mabaya mno. Sio ya kidato cha 6 tu. Matokeo ya somo la dini ubaya wake si kidato cha 6 tu, mpaka kidato cha 4 ndio msiba zaidi. Tumesema tunazo ripoti hapa. Ukiangalia matokeo ya Islamic Knowledge kidato cha 4, mwaka ambao tulifanya vizuri kwa elimu ya dini ya Kiislamu
ni mwaka 2018. Matokeo ya 2018, walojisajili kufanya mtihani ni wanafunzi 44,684. Waliofanya mtihani ni wanafunzi 46,868. Katika wanafunzi wote wa kidato cha 4 nchi nzima, A zilikuwa ni 23, B zilikuwa ni 447, C zilikuwa ni 7,655, D zilikuwa ni 16,617. Waliofeli ni wanafunzi 21,872. Ndugu zangu, mwaka 2014 wanafunzi waliojisajili mtihani, wanafunzi 20,000 waliofanya mtihani wa elimu ya dini ya Kiislamu 2014 ni wanafunzi 28,943. Waliofeli ni wanafunzi 21,260. Wakati kwenye Bible Knowledge mwaka 2014 hii wanafunzi waliofaulu kulikuwa kuna A 75. Sisi Islamic Knowledge kuna A 1. Bible Knowledge mwaka 2014 huu kulikuwa kuna B plus 1472. Sisi tulikuwa tuna B plus 125. Bible Knowledge ilikuwa na B ya kawaida 24,473. Sisi tulikuwa tuna B 916. Hii ndio hali halisi ya matokeo ya Kiislamu. Miaka mingine ni zaidi ya mazungumzo. Mwaka 2020 by Islamic Knowledge nchi nzima hatukuwa na A. 2020 B zilikuwa 23, C zilikuwa 2,069, D zilikuwa 14,774. Waliofeli elimu ya dini ya Kiislamu kidato cha 4 kati ya wanafunzi 67,000 walofanya mtihani 876 ni wanafunzi 50,665. Hao walipata F za elimu ya dini ya Kiislamu. Ndugu yangu, haya ndi matokeo yetu ya elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania. Jukumu la kuyatatua matokeo haya ni letu sote. Ndugu zangu, matokeo ni ya hovyo mno. 2010 tangu 2010 mpaka 2021 kidato cha 4 ni matokeo yasiyosemeka. Sisi tunafelisha kwa 70, 75 mpaka 80. Lakini ndugu zetu wenyewe Bible Knowledge hakuna mwaka waliofeli 50. Kwa hiyo hali ya elimu ya dini ya Kiislamu uhalisia wake uko hivyo. Na si elimu ya dini ya Kiislamu. Ukienda kwenye somo la Arabiki ambapo kiuhalisia ni somo la kawaida kila mtu atafanya, ni Arabic language, nayo matokeo yake si mazuri hasa. Mwaka 2022 huu matokeo ya Arabic yamepanda kidogo, lakini Dar es Salaam nzima wanafunzi walojisajili kufanya mtihani au waliofanya mtihani wa Arabiki ni wanafunzi 3. Dar es Salaam nzima na ni wanafunzi 3. Lakini Tanzania bara nzima shule zote za Tanzania bara wanafunzi walojisajili kufanya mtihani waliofanya mtihani wa Arabiki ni wanafunzi 13. Hiyo ndio somo la Arabic language. Ndugu zangu, hali hii si ya kuyafumbia macho. Na hali hii ni hali ambayo sasa ipo nafasi ya kufikiria tunafanya kipi. Si nafasi tena ya kusema, ni nafasi ya kubuni na kufikiria kuchukua hatua. Hali ya elimu ya dini ya Kiislamu isipochukuliwa hatua thabiti za kunusuru hali hii ni zaidi na zaidi. Kuna madhara makubwa. Dhara la kwanza, somo la dini ya Kiislamu, madhara ya hali hii, somo la dini ya Kiislamu sasa ndiyo somo linalochukiwa Tanzania na kuachwa. Shule nyingi zimeamua kuliacha. Walimu sasa, mwalimu anakata tamaa, anapambana kusaidia kufaulisha, somo linashindikana. Na wanafunzi pia anasema nitasomeje somo ambalo siwezi kufaulu. Lakini dhara lingine kubwa ni kuzalisha kizazi
cha wasomi wasioijua dini wala kuwa na maadili. Hii itazalisha baada ya kuacha somo la dini, maana yake sasa tutazalisha wasomi wasioweza kuijua dini na wasiokuwa na maadili. Maana yake masomo yale ya elimu ya dini ya Kiislamu kidato cha 6 ambapo wana fiqh and tauhidi, wana the study of Quran and hadithi na Islamic history, inawaandaa waweze kuwa na hofu na Mungu. Na huwezi ukapata kiongozi mwadilifu, kiongozi mzuri ambaye hana hofu na Mungu. Madhara yake ni makubwa. Nimalizie ripoti yangu kwa ombi. Ombi tunaloliomba na ombi ambalo kwa niaba ya walimu pia wa IDK tunaomba, na hasa tunamuomba Mheshimiwa Mufti Samah Sheikh Zubair, kwa sababu yeye amejipambanua, ni mtu anayependa elimu, ni mtu kwenye suala la elimu hachelei, anachukua hatua hasa. Tunamuomba Mheshimiwa Mufti ambaye ni kiongozi wetu wa Jamhuri wa dini wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waislamu wote, Mheshimiwa Mufti, kwa heshima sana tunakuomba, ikikupendeza, liundwe tume, liundwe jopo, lipite lijue hali hii shida ni nini. Na tunaziomba taasisi zote za Kiislamu. Jambo hili si la mtu mmoja. Wanaofeli wanafunzi 50,000, 60,000, 80,000 ni jambo la umma. Tunaomba kila taasisi ya Kiislamu sasa ishiriki. Walimu na wadau wa elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania na nje ya Tanzania watoe maoni. Tujue tatizo la kufelisha elimu ya dini ya Kiislamu kwa kiwango hiki nini? Huenda ni vitabu vya elimu ya dini ya Kiislamu, huenda ni silabasi, huenda ni wanafunzi, huenda ni nini. Sababu zipi zinapelekea hili, ili tuweze kuzitatua. Mwisho tunamuomba Mwenyezi Mungu ajalie kheri katika hili, na ajalie nchi yetu amani, amjalie Mheshimiwa mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada kubwa anayoifanya, na viongozi wetu wa serikali na wengine wote kwa nafasi zao. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Tunamuomba zaidi Mwenyezi Mungu atujalie tuchukue hatua kubwa katika jambo hili la matokeo ya elimu ya dini ya Kiislamu. Na malizia kwa kusema elimu ya dini ya Kiislamu matokeo yake ni zaidi ya msiba. Na Waswahili wanasema msipokuwa tayari kukilea kizazi kwenye maadili mnayoyataka na yanayoridhiwa na Mungu, jamii itakilea kizazi kile kwa maadili yasiyotakika na yasiyopendwa na Mungu, na sisi tutakuwa masuula mbele ya Mungu. Naitwa Mwalimu Mikombe, mwalimu wa IDK na mdau wa IDK. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.